Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo klabu ya soka ya Simba wamedhamiria kufanya mambo makubwa kuelekea msimu mpya. Sasa miongoni mwa sehemu ambazo klabu ya soka ya Simba wanataka kuzifanyia maboresho kabla ya dirisha la usajili kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ni katika eneo la mshambuliaji, ambapo tunashuhudia kwa sasa wanahangaika kumpata Selemani Mwalimu, bila kusahau wana mchezaji anaofahamika kwa jina la Ibrahim Dombia, mchezaji kutokea katika taifa la Mali. Na mara baada ya Simba kumaliza pre-season pale katika nchi ya Rwanda katika michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup, basi kocha ameweza kutoa ripoti na kusema kwamba anahitaji kuletewa mshambuliaji mwingine wa kimataifa ambaye moja kwa moja atakwenda kusaidiana na Ibrahim Dombia, na kama watampata Selemani Mwalimu. Sasa Simba target zao ni kutokana na mapendekezo ya kocha ambayo ameweza kumpendekeza ni kwamba anahitaji asajiliwe mchezaji Gelson Dala, ambapo tayari taarifa tumeweza kukusogezea katika channel yetu. Unaweza kuingia na kumfahamu Gelson Dala ni mchezaji wa aina gani, kwa sababu ni mchezaji ambaye amefanya mambo makubwa hapa duniani. Ukiangalia makuzi yake ya soka aliyapata katika klabu ya soka Sporting CP ya pale nchini Ureno, lakini vile vile amekucheza Rio Ave ya nchini Ureno, amekucheza Antalyaspor ya nchini Uturuki, na bila kusahau msimu uliomalizika alikuwa Al Wakkara ya nchini Katari. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa. Hata ukiangalia katika timu ya taifa ya Angola, Gelson Dala amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa akiitwa mara kwa mara, na tena ni mfungaji bora namba 3 katika timu ya taifa ya Angola, katika ile orodha ya wachezaji ambao wanaongoza kufunga magoli mengi timu ya taifa ya Angola. Sasa kutokana na kitendo hiki cha Simba kuweza kutaka kumsajili mchezaji Gelson Dala, kwa sasa wana jumla ya idadi ya wachezaji wa kigeni 12. Ni lazima kuna nyota mmoja ambaye Simba watakwenda kumkata ili Gelson Dala aweze kuingizwa katika mfumo, ambapo ikumbukwe Gelson Dala ni mchezaji ambaye anaweza kucheza mshambuliaji namba 9 vizuri na kiungo namba 10. Sasa miongoni mwa wachezaji wa kigeni ambao hapo Simba ni Djibira Kasali, huyu ni golikipa kutokea katika taifa la Niger. Kuna mchezaji Rushan Dido kutokea Afrika Kusini, Ismail Toure kutokea Ivory Coast, kuna Ibrahim Jabbar kutokea Nigeria, kuna Clatous Chama Chama kutokea Zambia, Lebase Gue kutokea Senegal, Innocent Leomba kutokea Jamhuri ya Kongo, bila kusahau kwa upande mwingine kuna Keleso Makigwala kutokea Afrika Kusini, kuna Ancent Aura kutokea Ivory Coast, Clatous Chama kutokea Zambia, Lebase Gue kutokea Senegal, na Ibrahim Dombia kutokea katika nchi ya Mali, na bila kumsahau Elim Panzu kutokea DR Congo. Kwa hiyo kutokana na klabu ya soka ya Simba kuwa na jumla ya idadi ya wachezaji 12, sheria inaitaka klabu hiyo kuwa na wachezaji 12 wa kigeni. Kwa hiyo kimsajili Gelson Dala watakuwa na jumla ya wachezaji 13 wa kigeni. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna uwezekano Innocent Leomba akaondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba kwa kuuzwa, kwa sababu ukiangalia Innocent Leomba ni mchezaji kutokea Jamhuri ya Kongo, na ukiangalia upande wa mchezaji Gelson Dala ana uwezo wa kucheza kiungo namba 10 ambayo Innocent Leomba anacheza, bila kusahau kwa upande mwingine ana uwezo wa kucheza kama mshambuliaji namba 9. Kwa hiyo hapa Simba watakuwa na option ya kumtumia zaidi katika maeneo tofauti tofauti, na taarifa zinasema kwamba kwa upande wa Innocent Leomba naye pia kama watamwacha basi yuko tayari kuondoka, kwa sababu atakwenda kutafuta changamoto nyingine. Na ikumbukwe katika eneo la kiungo ambalo anacheza Innocent Leomba kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza. Kuna mchezaji kama Clatous Chama, kuna Ibrahim Jabbar, kuna mchezaji anaofahamika kwa jina la Kelvin Nashoni vile anaweza kucheza katika kiungo, kuna Yusuf Ali Kagoma. Kwa hiyo eneo la katikati kuna watu wengi, kuna mchezaji anaofahamika kwa jina la Hussein Semfuko, bila kusahau kuna wachezaji wengine ambao vile vile wana uwezo wa kuja kucheza katika eneo hilo kama Morris Abraham. Kwa hiyo Simba wanataka kufanya maamuzi ya kumwacha Innocent Leomba, kwa sababu eneo analocheza kiungo namba 10 kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza. Hata Chama ukiangalia anaweza kufiti katika mfumo, kwa sababu tayari wana mawinga mengi. Lakini faida ambayo wataipata kwa Gelson Dala ni kwamba mchezaji huyu anaweza kucheza mshambuliaji namba 9 na kuweza kusaidiana
na Ismail mchezaji Ibrahim Dombia. Tuambie eneo la comment baada ya kufahamu hiki kinachoendelea Msimbazi. Je, ni sahihi Simba kumwacha Ino Leomba ama waendelee kumbakiza katika klabu hiyo, kwa sababu ikumbukwe ni miongoni mwa wachezaji ambao waliletwa na Jairuti kama sehemu ya usajili ambao aliahidi ndani ya klabu ya soka ya Simba.